Wapendwa wa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi katika Kristo tusikilize na tufanye upya. Basi familia ya Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu Jumapili ya leo, ikiwa kwa namna ya pekee siku ya leo kanisa linasherehekea sherehe ya Utatu Mtakatifu. Ni sherehe ya Mungu. Hongereni kwa sherehe ya Utatu Mtakatifu. Basi hii ni sherehe kubwa katika kanisa, basi kutafakari nafsi tatu za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mara nyingi sisi binadamu tunakuwa na maswali mengi ya kujiuliza, basi Utatu Mtakatifu unakuwaje? Kwa nini Utatu Mtakatifu? Maswali ambayo basi hayana majibu. Na basi kwa kuona hilo tunasema kwamba Utatu Mtakatifu ni fumbo. Ni fumbo, yaani fumbo ni kitu ambacho huwezi ukakielewa kwa akili za kibinadamu. Unahitaji imani. Fumbo. Ndio maana ukiangalia katika imani yetu, basi kuna mafumbo kadhaa. Kuna fumbo la ukombozi wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisema ufikirie kwa akili ya kibinadamu, basi unaweza usifikie hitimisho. Unahitaji imani, unahitaji neema ya Mwenyezi Mungu ili uweze kuingia ndani ya fumbo hili. Kuna fumbo lingine, basi fumbo la umwilisho. Namna Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa akakaa na sisi. Fumbo la Mungu kujifanya mtu. Fumbo lingine kwa kila binadamu hatuwezi kuelewa. Na fumbo lingine basi ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Mungu mmoja katika nafsi tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio Mungu watatu. Sio Mungu watatu. Ndio maana kuna swali la katekisimu ya Kanisa Katoliki tunauliza watoto, je, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu watatu? Anasema hapana. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Kwa hiyo siku ya leo tunasherehekea sherehe hiyo ya Utatu Mtakatifu. Ni sherehe ya Mungu. Japokuwa sherehe hii basi haina shamra kama sherehe nyingine za Christmas, za Pasaka, za Pentekoste, lakini tunasema kwamba hii ni sherehe ya Mungu. Kwa hiyo tunaalikwa kukiri na kumtumikia Mungu mmoja katika nafsi tatu. Mungu mmoja katika nafsi tatu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaalikwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya ufunuo wake huu katika Utatu Mtakatifu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ili fumbo la Utatu Mtakatifu ni ufunuo wa kimungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu anaweza akaamua kakaa kimya, lakini tukisoma maandiko matakatifu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, basi tunaona Mwenyezi Mungu basi akifunua kupitia Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya ufunuo wake katika Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo leo pia tunamshangilia Mungu wetu, kwani upendo wake mkuu umejionyesha kupitia Utatu Mtakatifu. Ni upendo wake mkuu. Na tukitafakari nafsi ya Utatu Mtakatifu, basi tunaambiwa kwamba Baba ndiye alituumba, Mwana ndiye alitukomboa, Roho Mtakatifu ndiye anatutakasa. Roho Mtakatifu ndio mwalimu wetu. Ndio maana ile Jumapili kabla ya kupaa Bwana mbinguni, tunasikia Yesu anawaambia wanafunzi wake, basi nitaondoka, nitaenda kwa Baba yangu, lakini sitawaacha mayatima, nitawatumia Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwafundisha yale yote ambayo nimewaambia. Roho Mtakatifu basi ni kama mwalimu wa kanisa. Ni mwalimu wa kanisa. Kazi yake ni kufundisha yale yote ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituambia alipokuwa hapa duniani. Na tunaposema kwamba Baba ametuumba, Mwana ametukomboa, Roho Mtakatifu anatutakasa, sio kwamba mmoja anafanya hii kazi. Kwenye uumbaji nafsi zote tatu zipo. Baba yuko, Mwana yuko, Roho Mtakatifu. Kwenye ukombozi, kazi ya ukombozi sio kwamba ni Bwana ndio kukomboa wengine na kwa kufika. Hapana. Kwenye ukombozi Baba yuko, Mwana yuko, Roho Mtakatifu.
Yesu Kristo. Basi kuna vingine vitendo tukaelewa kwamba tunasema kwamba baba ndiye alitumba. Kwa hiyo kutumba na shughuli ziko zilizo hapo. Hapana. Vipi tunafanya kazi kwa Mungu. Kwa hiyo tangu basi sherehe hii ya Utatu Mtakatifu inataka tuwe na imani katika Utatu Mtakatifu. Tuwe na imani katika Utatu Mtakatifu. Kusoma kitabu cha Ibrania sura ya 11 aya ya 1 inasema kwamba imani ni kuwa hakika ya mambo yasiyoonekana. Yaani kuwa na imani katika Utatu Mtakatifu. Ile imani huwezi kuelewa kwa kweli. Ukitumia sayansi huwezi kufikia kiwango cha kufikia conclusion kwenye kweli Utatu Mtakatifu. Unahitaji imani tu. Imani tu. Kwa hiyo sherehe inataka tuwe na imani katika Utatu Mtakatifu. Ni sherehe ya furaha na imani. Ni sherehe ya kushangilia Mungu wetu aliyekubali kueleza kwamba ndani ya umoja wake iko nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Mungu alitaka nafsi hizi zipokelewe kwa imani, kwani haya ni mambo yanayozidi ufikiri wa mwanadamu, ufunuo wa Mungu Mwenyezi. Ufunuo wa Mungu Mwenyezi kwa katika binadamu na siku zao hatuwezi kufikia Kristo. Na kusoma maandiko matakatifu tunasema hivi sana, tunaona dirisho kwa Utatu Mtakatifu. Kuna viashiria vingi sana kwa maandiko matakatifu juu ya Utatu Mtakatifu. Tukianza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 26. Tunasikia anasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Msifu Yesu Kristo. Hiyo ni kiashiria kwamba Utatu Mtakatifu. Mungu anaweza kusema kwamba tunafanya mtu kwa mfano wangu na sura yake, sio kwamba na kufanya mtu na kumfanya. Yaani na kumfanya sio mtu mmoja. Sio mtu mmoja. Na kumfanya inaashiria wingi. Na huu wingi ni Utatu Mtakatifu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 26. Na pia tukisoma Injili ya Mathayo ile sura ya 28 aya 19, basi tunaona pia dirisho Utatu Mtakatifu pale Yesu anapowatuma wanafunzi wake waende duniani kote wabatize watu wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hiyo ni ishara nyingine ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Tukisoma kitabu cha pili cha waraka wa Petro kwa Efeso sura ya 13 aya 14, tunasikia Paulo anasema kwamba neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae ndani yetu. Uwepo wa Roho Mtakatifu. Uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunazidi sana kusoma maandiko matakatifu, tunaona ni ashiria ya uwepo wa fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Mtakatifu Agustino alikuwa askofu wa hii. Basi yeye askofu wa hii akasema kwamba akiwa anatafakari fumbo la Utatu Mtakatifu, ikifika mahali akawa anatembea kweli pembeni kidogo ya bahari, akawa anatembea anatafakari hili la Utatu Mtakatifu. Huyu alikuwa ni teolojia na falsafa mkubwa. Sasa akiwa anatembea akakutana na mtu mdogo amechimba kishimo kidogo pembeni ya bahari, kishimo kidogo kabisa, na akawa na kikombe kidogo. Akakuta ule mtoto anachota maji yale bahari, anamwaga pale.
Baba na ule hekima wa Baba, ule hekima kuachilia ya Yesu Kristo. Nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Na kwenye somo la pili, basi kwa imani tunashiriki uzima wa Utatu Mtakatifu. Baba ndiye alifanya watakatifu kwa njia ya mwanawe, kwa njia ya mwanawe. Na kwenye somo la Injili basi tunamuelezea Roho Mtakatifu kama mwalimu wa kanisa. Mama Yesu anasema kwamba nao mengi ya kuambia, lakini asipo mtu ambaye atakuja akawafundisha na kuwakumbusha yale yote ambayo tumewaambia, sio mwingine basi Roho Mtakatifu. Kwa ndugu zangu, sasa kwa kifupi, kwenye sherehe hii tunajifunza nini? Jambo la kwanza tunajifunza kwenye sherehe ni umoja. Tumsifu Yesu Kristo. Tunasema kwamba umoja ni kushirikiana na nini? Umoja. Na tunasema kwamba ni kimoja kitu cha kwamba tunaona nafsi tatu hizi za Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu zinafanya kazi kwa pamoja bila kutengana. Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini katika kazi ya uongozi, Baba yuko, Mwana yuko, Roho Mtakatifu. Katika kazi ya Baba yuko, Mwana yuko, Roho Mtakatifu. Katika kazi ya kutakasa, Baba yuko, Mwana yuko, Roho Mtakatifu. Kwa sisi tunaalikwa hili tujifunze kuwa na umoja. Kwenye familia, baba, mama na mtoto na umoja. Kwenye jumuiya, viongozi na jumuiya kuwe na umoja. Basi tunakuja kwenye vijana, parokia na kanisa kwa ujumla, basi tunaalikwa kuwa na umoja. Kuwa na umoja. Usitengane. Kwa kuwa na umoja. Jambo la pili, basi upendo. Tunatoka kwamba ni kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, ni kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, kwa huruma yake asanipenda ili kujulikana kwetu sisi binadamu. Ni kwa upendo wake anaona kwetu sisi binadamu. Kwa hiyo na sisi kama ni Mungu ametuonyesha upendo, na sisi tunaalikwa hivyo hivyo kuonyesha upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa kwa kushika amri zake na kushika pia maagizo yote ambayo alituambia, fanya hivyo tunaonyesha upendo. Sio kupenda Mungu, pia kuwapenda majirani zetu. Kwa sababu gani? Wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kitabu cha Marko sura ya 1:27. Kwa hiyo hatuwapendi jirani kwa sababu pengine labda wana uwezo fulani, wana karama fulani au wamepata fulani. Hapana, tunaalikwa kuwapenda wenzetu, majirani zetu kwa kuwa wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kuwapenda wote, hata wale ambao hawajazaliwa, tuwapende. Kwa sababu gani? Wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la tatu ni ushirikiano. Kwenye fungu hili tunajifunza ushirikiano, kwamba nafsi tatu zinafanya kazi kwa ushirikiano. Hakuna kubaguana, kwamba labda baba yeye kiongozi kwamba anatakiwa afanye kazi hapa, au mwana yeye labda ana kazi kubwa labda kama katibu wa Utatu Mtakatifu. Hapana. Au Roho Mtakatifu kwamba yeye ndiye anatuangazia na kufundisha afanye kazi mwenyewe. Hapana. Wote walifanya kazi kwa ushirika. Kwa hiyo na sisi tujifunze pia kuwa na ushirikiano. Pale kwenye jumuiya msitegeane, au kuweni kiongozi wa serikali, labda unakaa ofisini uhangaike na wananchi wanapata shida gani, wanafanya nini. Hapana. Kuwe na ushirikiano, viongozi na wale ambao wanaongozwa, na pia katika maisha ya kawaida onyesha ushirika na wenzako ambao unaishi nao, ndugu zako wa damu, watoto wako, mume wako, mke wako. Basi unapokuwa na ushirikiano utafanya mambo mengi mazuri. Jambo la mwisho ni uelewano. Pasipo maelewano basi shughuli haziendi. Pasipo maelewano basi inaweza kusimamia katika malengo ambayo tumejiwekea. Lakini kukiwa na uelewano, ni ambapo tunafanya kazi pamoja kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye taasisi fulani, tunafanya kazi pamoja kwa uelewano, basi mtafanikiwa kufikia yale malengo pia ambayo mmejiwekea kwenye taasisi yenu, kwenye familia na sehemu nyingine. Na mwisho ndugu zangu, siku ya leo tunapokea shirika kwa Mtakatifu Yosefu, mashirika sita wanapokelewa siku ya leo. Kwa hiyo
sifa ambazo alikuwa nazo Mtakatifu Yosefu. Mtakatifu Yosefu kiangalia maisha yake alikuwa na sifa nyingi sana ambazo basi hata sisi katika maisha yetu tunazitazama. Ya kwanza kuna usafi wa moyo. Usafi wa moyo kuna fadhila ya tafakari, maisha ya tafakari. Kuna fadhila ya ukimya. Mtakatifu Yosefu kiangalia katika maisha yake hakuwa mtu wa kuongea sana. Hakuwa mtu wa kuongea sana. Hata ukiangalia Yesu alipotea kule kanuni baada ya kufanya kumkuta Yesu ambaye aliongea ni Bikira Maria Yosefu. Tumsifu Yesu Kristo. Akituonyesha kwamba basi maisha yetu yawe ni tafakari. Tafakari ya ndani. Alikuwa pia na fadhila ya utii, fadhila ya unyenyekevu na fadhila nyingine nyingi ambazo alikuwa nazo Mtakatifu Yosefu. Kwa hiyo tuwaombea washirika ambao siku ya leo wanapokuwa rasmi waweze kuiga fadhila ambazo alikuwa nazo Mtakatifu Yosefu. Tuwaombee pia ambao wameshapokelewa ili waendelee kuwa baba bora, waendelee kuwa mfano katika jamii yetu. Katika jamii zetu endelee kuwa mfano ili basi wanapoendelea kuwa mwanga na taa waweze kuwafikia watu wengi zaidi na zaidi kuungana na shirika la Mtakatifu Yosefu, watu wengi zaidi na zaidi waweze kumjua Kristo, watu wengi zaidi na zaidi basi waweze kutamani kuishi maisha mazuri ya Mtakatifu Yosefu, na baada ya maisha yao duniani tumsifu Yesu Kristo.